Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tunaendelea kujifunza katika robo hii ya kwanza ya mwaka 2024. Robo inayosema Zaburi. Hili ni somo la pili, somo lenye kichwa kinachosema tufundishe sisi kusali. Na leo ni Jumanne ya Januari 9 mwaka 2024. Katika siku hii ya leo, kichwa elekezi kinasema Zaburi ya kufa moyo. Mwandishi anatoa maelezo haya akisema, kuomba kwa zaburi kunafanya zaidi ya kuwawezesha waabudu kueleza kwa ufasaha sala zao kwa uhuru. Zaburi zinasimamia uzoefu wao kulingana na viwango vya Mungu na kufanya kuwa wa kuvumilika kwa kuleta tumaini na uhakikisho mpya wa kuwepo kwa Mungu. Soma Zaburi 22. Tunaweza kujifunza nini kutokana na zaburi hii kuhusu kumtumaini Mungu katikati ya mateso makubwa? Maneno ya kuomboleza ya Zaburi 22 aya ya kwanza yanaweza kuwasaidia watu wanaoteseka kueleza huzuni na hisia zao za upweke. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona u mbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Maneno haya bila shaka yamekuwa maarufu miongoni mwa Wakristo kwa sababu yalikuwa ni maneno yale ambayo Yesu mwenyewe alipokuwa msalabani aliyatamka, akituonesha jinsi zaburi zilivyokuwa muhimu katika uzoefu wa Kristo. Tazama Mathayo mtakatifu sura 27 na ile aya 46. Hata hivyo, hata katikati ya mateso na majaribu, maneno haya pia yanaelezewa. Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Zaburi 22 na ile aya 22. Kwa maneno mengine, ingawa hisia hizi hasa haziwezi kupatana na mtanziko wa sasa wa mtunzi, mtunga zaburi bado alikuwa anaelezea imani yake kwa Mungu na kutangaza kwamba hata iweje bado angemsifu Mungu. Jambo muhimu ni kwamba kwa kutupatia maneno kwa ajili ya kuomba, zaburi zinatufundisha kutazama zaidi ya hali yetu ya sasa na kwa imani kuona wakati ambapo maisha yetu yatarejeshwa kwa neema ya Mungu. Hivyo kuomba kwa zaburi huwapeleka waabudu katika upeo mpya wa kiroho. Zaburi zinawaruhusu waabudu kuelezea hisia zao na ufahamu wao, lakini hawaachwi pale walipo sasa. Waabudu wanaongozwa kuacha mizigo yao ya maumivu, kukatishwa tamaa, hasira na kufa moyo mbele za Mungu na kumtumaini, haidhuru hali zao zikoje. Kuhama kutoka katika maombolezo kwenda sifa kunakoonekana katika zaburi nyingi kunadokeza mabadiliko ya kiroho ambayo waumini wanapata wanapoipokea neema ya kiungu na faraja katika sala. Tunapoelekea tamati kabisa ya somo hili la Jumanne, mwandishi mwishoni kabisa anauliza swali hili: tunawezaje kujifunza kuona zaidi ya majaribu yetu ya sasa na hivyo kutumaini wema wa Mungu, haidhuru tunakabili nini sasa? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ilikuwa ni Jumanne, Januari 9 ya mwaka 2024. Somo la pili linasema tufundishe sisi kusali, na leo tulijifunza mada ndogo inayosema Zaburi ya kufa moyo. Ninamwomba Mungu aendelee kutujalia heri, atujalie afya njema na aendelee kutupatia hekima ili tunapojifunza masomo haya Roho wake Mtakatifu awe kiongozi katika kutufundisha.
Ninaomba uwepo wa Bwana udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele katika jina la Yesu Kristo. Amina.